Mashindano yetu ya leo yalishirikisha wanafunzi ambao ni wenyeji kutoka Zanzibar pamoja na wageni ambao wanatoka nje ya nchi ya Zanzibar. Lakini vile vile washiriki wote wa leo walikuwa ni kwa wanafunzi waliohifadhi juzuu 30. Ambalo pote hili lilikuwa na jumla ya washiriki 10. Mwanafunzi aliyepata nafasi ya kwanza ni mwanafunzi Fatime Muhammad Jibril mwenye umri wa miaka 19 kutoka Chad, aliyepata jumla alama 100. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 4, pete ya dhahabu, shahada ya ushiriki, gesi, ketel na zawadi maalum. Takbir! Takbir! Mshindi wa pili ni mwanafunzi Saima Hassan Suleiman mwenye umri wa miaka 18 kutoka Tanzania bara, aliyepata alama 99.75. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 3, pete ya dhahabu, bedsheet, ketel, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Takbir! Tukiendelea na mshindi wa tatu ni mwanafunzi Hafsat Muhammad mwenye umri wa miaka 21 kutoka Nigeria, aliyepata alama 99.5. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim Mshindi wa tatu ni mwanafunzi Hafsa kutoka Nigeria. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 2, oven, seti ya gilasi, shahada ya ushiriki, ketel na zawadi maalum. Takbir! Tukiendelea na washiriki wa 4, hapa tulikuwa na jumla ya washiriki 2 ambao wote wamepata nafasi ya 4. Nao ni Sara Yusuf Ali mwenye umri wa miaka 20 kutoka Zanzibar, aliyepata alama 98.5. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 1.5, pasi, ketel, shahada ya ushiriki, package ya umra na zawadi maalum. Takbir! Tunakumbushana, tumesema nafasi ya umra ni kwa Mzanzibari atakayepata nafasi ya kwanza. Sara Yusuf, Allah amemjalia ndiye aliyepata nafasi hiyo. Takbir! Mshiriki wa 4 mwingine ni mwanafunzi Fatima Mansur mwenye umri wa miaka 18 kutoka Ghana, na vile vile amepata alama 98.5. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim shilingi milioni 1.5, blender, ketel, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Hao ni washiriki 2 ambao wamepata nafasi ya 4. Kwa hiyo kiutaratibu wa kimahesabu, kwa vile washiriki wa 4 ni 2, hivyo basi mshiriki wa 5 tutakuwa hatuna, na mshiriki wa 6 ni bi mkubwa Qasim Muhammad mwenye umri wa miaka 20 kutoka Zanzibar, aliyepata alama 98. Wanafunzi amezawadiwa fedha taslimu shilingi milioni 1.5, pasi,
kettle, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir. Mshiriki wetu wa 7 ni mwanafunzi Thuwaiba Ali Muhammad mwenye umri wa miaka 15 kutoka Zanzibar aliyepata alama 97.75. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim shilingi 1,500,000, shahada ya ushiriki, pasi, kettle na zawadi maalum. Takbir. Mshiriki wetu wa 8 ni mwanafunzi Chafato Yusuf mwenye umri wa miaka 18 kutoka Niger aliyepata alama 97. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim shilingi 1,500,000, pasi, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir. Mshiriki wetu wa 9 ni mwanafunzi Fatima Taha mwenye umri wa miaka 22 kutoka Uganda. Yeye amepata alama 92. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim shilingi 1,500,000, mixture, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir. Mshiriki wetu wa 10 ni mwanafunzi Madina Niyomutoni mwenye umri wa miaka 19 kutoka Rwanda, amepata alama 89.13. Mwanafunzi wetu huyo naye amezawadiwa fedha taslim shilingi 1,500,000, chanja viatu, shahada ya ushiriki, kettle na zawadi maalum. Takbir. Kwa hiyo kiujumla, hayo ndiyo matokeo ya mashindano haya makuu ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'ani Zanzibar yaliyoandaliwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.